Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 9, siku ya Jumatatu. Mada inasema komesha kuwa wa kidunia. Tunasikia kauli mbiu nyingi leo: komesha vita, komesha ukataji miti, komesha silaha za nyuklia. Lakini moja ambayo huenda hatujawahi kusikia ni komesha kuwa wa kidunia. Hiyo haiendani na utambuzi wa ulimwengu wetu. Si kwamba yeyote katika kauli mbiu zingine hizo si sahihi au wanachokitetea si sahihi. Wao ni watu wasioona mbali sana, wakizingatia ukaribu wa umilele. Mtazamo wetu unapaswa kuwa wa juu zaidi, milele. Soma Wakolosai sura ya 3 aya 5 na ya 6. Tazama pia Warumi sura ya 6 ya 1 hadi ya 7. Tunapataje uzoefu wa kile inachomaanisha kuifia nafsi na mtazamo wa kidunia na kuwa hai kwa yaliyo juu? Wakolosai sura ile ya 3 aya 1. Hata kama tumekufa kiroho pamoja na Kristo, viungo vyetu, yaani majaribu ambayo mwili na akili zetu hutuletea, vinahitaji kufishwa. Lakini tunapaswa kutambua mambo mawili kuhusiana na amri hii. Kwanza, katika Wakolosai sura ya 3 aya 1, muundo wa Kiyunani anaotumia Paulo unathibitisha kwamba kwa hakika tumefufuliwa pamoja na Kristo. Pili, amri katika Wakolosai 3 aya 5 ni matokeo ya ukweli huo. Basi tunaweza kufisha mambo ya kidunia: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, kutamani na kadhalika. Kwa sababu tu tumefufuliwa pamoja na Kristo na tuna uzima wake wa kiroho na uwezo wa kuondoa mambo haya katika akili na maisha yetu. Cha kuvutia, kutokea kwa mara nyingine pekee katika Kiyunani kwa kirai kile kile katika Wakolosai 3 aya 6, ghadhabu ya Mungu, ni katika Warumi 1 aya 18. Mungu huwaacha watu wazifuate njia zao mbaya, na kwa hivyo hasira yake pia inakuja. Tazama Ufunuo sura ile ya 6 ya 16 na 17 kwa ajili ya mambo hayo. Kolosai 3 aya 6. Katika Warumi 1:18 Paulo anarejelea uasi wote na uovu, akilinganisha uchafu kwa kutumia neno lile lile la Kiyunani linalopatikana katika Wakolosai sura ya 3 aya 5. Hasa kabisa na watu wanaoendekeza tamaa za mioyo yao waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Warumi sura ile ya 1 aya ya 24. Wanaivunjiaje heshima miili yao? Kwanza, kwa sababu wanakataa kumtambua Muumbaji, lakini pia kwa tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo, waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyowapasa. Warumi sura ile ya 1 26 na 27. Tunafuataje maneno basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi? Wakolosai 3 aya 5. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.